Katika eneo la usajili na tetesi zake ni kwamba mchezaji mshambuliaji wa klabu ya Yanga Clement Mzize yeye anawaniwa na klabu ya Zamalek ya pale nchini Misri, na dili inaelezwa kwamba tayari kuna ofa nono ilishakuwa mezani kutoka Zamalek ikimhitaji mchezaji huyo moja kwa moja, na walikuwa wametoa dau la dola $750,000 kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya mchezaji huyo ama nyota huyo, lakini kumekuwa na taarifa kwamba ilijitokeza kwamba Clement Walid Mzize inawezekana dili lake likakwama, limestopishwa kwa muda, na hii ni kutokana tu na taarifa zinazodai kwamba wakala wake ambaye ni Jasmine ameendelea kuhitaji pesa nyingi zaidi kwa ajili ya mchezaji huyo Clement Mzize ili aweze kujiunga na klabu hiyo kutoka pale nchini Misri. Na inaelezwa kwamba maagent ama mawakala wakubwa kutoka Morocco ambao wana mamlaka na mchezaji wamesema kwamba dili hilo na Zamalek lilikuwa limeshafikia pazuri, lakini kwa upande wa mchezaji imeonekana kwamba wanahitaji pesa nyingi, ndipo ambapo mawakala wakaamua kusema kwamba dili hilo liweze kusimamishwa kwa muda, na hadi sasa mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea juu ya usajili wa Clement Mzize yakawa kama yamepungua kasi, na hii inaelezwa ni kutokana na wakala wake ambaye ni Jasmine Razak kuhitaji kiwango kikubwa cha pesa zaidi. Na inaelezwa kwamba tayari Zamalek walishatuma ofa rasmi kwa klabu ya Yanga ya $750,000. Tunapozungumzia $750,000 kwa rating ya pesa za Kitanzania, ni kama bilioni 1 na milioni 950, ni almost karibia bilioni 2, na walisema kwamba watakuwa wanalipa kwa installment 2, ikimaanisha watakuwa wanalipa kwa awamu 2. Awamu ya kwanza walikuwa wanapanga kulipa $375,000. $375,000 ni kama milioni 975. $375,000 ilipaswa kulipwa katika awamu ya kwanza, na inaelezwa kwamba ofa hiyo ilitumwa mapema Mei 19. Na salio ambalo lilikuwa limebakia $375,000 lilipaswa kulipwa kabla ya Desemba 31, 2025, lakini vitu vyote kwa sasa vimesitishwa kutokana na hitaji kubwa la pesa kutoka kwa wakala wake ambaye ni Jasmine Razak. Na Jasmine Razak alishaweka wazi kwamba Mzize alikuwa na ofa takribani 5 katika bara la Afrika, lakini pia kuna ofa nyingine kubwa kutoka bara la Ulaya ilikuwa inatoka katika nchi ya Uturuki, lakini alikuwa hajatanabaisha ni klabu gani, ikiwemo ni either Galatasaray ama Fenerbahce, lakini alikuwa hajatanabaisha wazi. Lakini ofa nyingine inatoka Afrika ya Kusini, hakutaka kuweka wazi, na watu wengi wakadodosa ama ni Kaizer Chiefs ambayo ina kocha Nasruddin Nabi ambaye amekwisha mfundisha Clement Mzize, ama ni Orlando Pirates. Lakini pia Jasmine Razak hakutaka kuweka wazi, lakini alisema ni ofa nono kutoka Afrika Kusini, lakini sio nono kama ofa ile ya Zamalek, ambao ofa Zamalek ilikuwa ni ya $750,000. Lakini mpaka sasa mambo yamekwama na Zamalek wamesitisha dili hilo kwa muda. Hatujajua kama Zamalek watarejea tena mezani kwa ajili ya majadiliano ama watakomalia msimamo wao kwamba hawawezi kutoa ofa ya zaidi ya $750,000. Lakini ofa nyingine ambayo Mzize alikuwa nayo ni ya kutoka kule Libya kwenye klabu ya Al Ittihad, lakini Jasmine Razak amesema hawezi kumpeleka mchezaji wake huko kutokana na issue nzima ya mazingira. Anasema alishawahi kuwa na mteja wake huko ambaye ni Jean Otos Baleke, lakini Baleke alipata shida kidogo kwenye issue ya mazingira kwa sababu ya usalama. Tunajua kwamba nchi ya Libya imekabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu, kwa usalama umekuwa uko duni, na tunakumbuka mchezaji Musa Tombo ambaye ni raia wa Sierra Leone alipata changamoto alipokuwa Libya, na mwisho wa siku akaamua kusitisha mkataba wake. Lakini ofa nyingine ilikuwa inatoka katika nchi ya Algeria, na pia Jasmine Razak alisema kuwa mazingira sio rafiki sana, kwa sababu aliona pia Simon Hepgod Msuva alipokwenda kujiunga na timu ya JC Kabylie alipata changamoto kidogo ya mazingira, lakini pia masuala ya malipo, na mwisho wa siku akaamua kuvunja mkataba wake. Kwa hiyo Jasmine Razak alikuwa ameitolea macho ofa ya pale Zamalek
lakini Zamalek na wenyewe walistisha mazungumzo kutokana na madai ama mahitaji makubwa ya pesa kutoka kwa wakala wa Clement Mzize. Lakini kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba Clement Mzize hatasalia Yanga katika dirisha kubwa, na hii ni kutokana na ofa nyingi ambazo amekuwa nazo, na Jasmine Razaki kama wakala amekuwa akishughulikia kwa undani kuhakikisha kwamba kijana anapata mazingira rafiki atakao kwenda kutumika. Kwa hiyo tuendelee kusubiria ni tetesi za usajili, na hizi zinamhusu Clement Mzize, striker wa klabu ya Yanga. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV. Ciao.